لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika darasa yetu iliyopita tunazungumzia al-ismul mawsul. Tumeona kuwa pale ambapo panakuwa na ismul mawsul huwa itapatikana silatul mawsul na pia itapatikana al-aidu, dhamiri ambayo inarudi kwenye ismul mawsul, imma iwe ni ad-dhamiru al-mustatiru au ad-dhamiru al-muttasilu al-bariz, au pia inaweza ikawa ni dhamiru al-munfasil, muda kuwa inapatikana silatul mawsul, basi ndani yake itapatikana al-aidu. Ama kitu kidogo cha kuangalia ili tuingie katika darasa mpya ni upande wa al-ismul mawsul. Inapokuwa mufradun inakuwa ni mabni, lakini kishaingia katika musanna inakuwa ni mu'rab. Ikiwa ni mu'rab, maana yake utarufaisha kwa alif niabatan ani dhamma, utanasibisha kwa ya'u niabatan anil fatha, na utajurisha kwa ya'u niabatan anil kasra. Ama kuhusiana na nuni ambayo tumeizoea kuwa nuni ni iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi, lakini kwenye ismul mawsul ikishakuwa katika hali ya kimuthanna, muda kuwa mufradi wa muthanna haina tanwini, tuna alladhi, tuna allati, haina tanwini ambayo nuni yake huku itakuwa ni iwadun anit tanwini. Ahlul ilmi wengi katika kuielezea na kuiribia hii nuni, badala ya kusema wa nunu iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi, wanasema wa nunu iwadun anit tanwini al-muqaddari fil ismi al-mufradi, wa nunu iwadun anit tanwini al-muqaddari fil ismi al-mufradi. Kwa nini? Kwa sababu mufradi ya alladhani ni alladhi, mufradi ya allatani ni allati, na haina tanwini, ambayo tungesema wa nunu iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi, inalazimika tuseme wa nunu iwadun anit tanwini al-muqaddari fil ismi al-mufradi. Maana muda kuwa ni musanna nuni itakuwepo, lakini je, katika mufradi tanwini iko wapi? Kwa hiyo inafaa ni ya kukadiria. Kwa nini? Kwa sababu katika mufradi haionekani kwa macho, kama ilivyokuwa tanwini kwenye Muhammadun, Aliyun, Qasimun, Kitabun. Huko tanwini ipo wazi, na ikija kitabani kwenye iwadun ani tanwini fil ismi al-mufradi, katika mufradi inapatikana. Ama katika nukta hizi ya ismul mawsul na muthanna ya ismul ishara, nuni yake ni wa nunu iwadun ani tanwini al-muqaddari fil ismi al-mufradi. Hii nukta ndiyo ambayo nimependa tumalizie nayo katika somo letu la al-ismu al-mawsul. Ama iliyobakia ni tamrinatu ambazo ni za kawaida. Wakati wa murajaa unafanya mazoezi kupitia hayo maswali na kuangalia kinahitajika kitu gani. Na pia zoezi la pili unatakiwa uweke sila
ضع صلة مناسبة لكل اسم موصول في الجمل الآتية. kazi yako ni kutafuta silatul mawsul kulingana na jumla itakavyoanza. Qara'atul kitaba alladhi, utakamilisha. Ni maeneo ya kawaida ambayo hayana shida. Ikiwa umeelewa ismu mawsul na ukaelewa namna ya kutengeneza silatul mawsul, basi pia hapana shaka kuwa al-a'id atakuwepo. Na mfano zoezi la 3, ضع كل كلمة من الكلمات الآتية منعوتة باسم موصول في جمل مفيدة. المناكي haya majina uyafanye ni man'ut, alafu ismu mausuli ni na'at. Labda as-sariru alladhi, nakamilisha. Ishtaraitu as-sarira alladhi anamu kadha. Kwa hiyo naifanya hii as-sariru al-mibaratu ni man'ut, kisha unatafuta ismu mausuli ndio nani? Ndio na'at. Alafu unamalizia jumla yako katika silatul mawsul na al-a'id. Baka wazi wala hapana shida. Namba 4, kawin jumalan fi'liyatan tashtamilu kullu wahidatin minha ala ismi mawsulin wantakhib silatan tunasibuhu min al-jumal al-atiya. Kawin jumalan fi'liya, lakini jumla fi'liya hizo hiyo kuna ismu mawsul. Manake labda jaa alladhi, jaa alladhina, ra'aytu alladhina, tegemea mwenyewe utakavyoitengeneza. Lakini hasa hii mina jumali al-atiya. Kwa hiyo yambahu tula al-layli, ibadilishe kutoka katika haya mazingira yaliyopo uyapeleke pale ambapo kinachotakiwa upande wa hizi jumla. Alafu baadaye utafute silatul mawsul ambayo inanasibiana na hiyo jumla al-fi'liya uliyoitengeneza. Pengine ni maswali ya kawaida. Kwa hiyo ni kazi itabakia ni kwa msomaji kulifanyia kazi hili. Ama leo insha Allah tabaraka wa taala tutaangalia ismul ishara. Ismul ishara ni miongoni mwa al-ma'arif, lakini umaarifa wake unabainika pale itakapotajwa al-musharu ilayhi. Manake hii yenyewe kama ilivyo hai maarifa, sababu alladhi na al-asma al-mawsul na ismu al-ishara wanaochuoni wameita ni al-asma'u al-mubhama, ambayo ismu al-mawsul inaainika ule umaarifa wake kwa kutaja silatul mawsul, na ismu al-ishara nayo inakuwa ni maarifa kwa kupatikana al-musharu ilayhi, kile ambacho nakiashiria. Sawa sawa iwe ni nachokiashiria ni hissiyun au ma'nawiyun. Kuzungumzia hissiyun, kitu unakiona, hadha daftarun. Ama ikiwa peke yake tu hadha, hii bado haijakuwa maarifa mpaka upate al-musharu ilayhi. Au kama unaashiria kitu ambacho ni ma'nawiyun, hadha hawaun, ambacho ni maana hakionekani, lakini kulingana na yale mazingira, kama kuna upepo unavuma utauashiria pamoja na kwamba huoni kwa macho hivi. Kwa hiyo naashiria kitu cha kimaana. Kwa hiyo ili iwe ni maarifa lazima ipatikane al-musharu ilayhi. Kwa maana yake unapoambiwa nitajie al-ma'arif, kataja hadha peke yake haijatosheleza. Labda hadha kitabu, kisha unamwekea mstari chini ya hadha, kwa hii ndio ismu al-ishara ambayo ni maarifa baada ya kutaja nini? Al-musharu ilayhi. Lakini kama utahitaji tu kama hivi hadha, hadhani, haulai, baada haijakuwa maarifa.
Kwa hiyo ismu ishara inakuwa ni maarifa kwa qarina. Qarina ni ipi? Itajwe al-musharu ilayhi. Kinyume cha hivyo haijakuwa maarifa. Al-amthila: dha rajulun sharifun. Hapa katumia dha peke yake. Maana yake ni kwamba ismu ishara ni dha, ama ile ha ni harfu tambihi. Ni harfu tambihi ya unapoitumia katika jumla au kiunganisha na ismu ishara, ina kuzindua fulani hivi, unahitaja ile hadha, ile besi inapotoka, kama mtu kidogo amejisahau anazinduka kwa sababu ya ile ha. Lakini dha ndio ismu ishara. Kwa upande wa muannath, kuna asmaul ishara takriban majina 10 ambayo ni asmaul ishara unayotumia kwa al-mufrada al-muannatha. Ama kwa mudhakkar tuna hii moja tu ya dha ikiwa ni mufradi. Upande wa muannath tuna majina 5 ambayo yanaanza na dhal na mengine yanaanza na ta'un. Yote hayo ni asmaul ishara, lakini kwa mwanamke ikiwa ni mmoja. Miongoni mwayo tuna dhihi. Dhihi ambayo ni ya al-ishba'u. Dhihi unaivutia. Dhihi na tuna dhihi. Dhihi bila kuvuta. Dhihi kitabun. Dhihi baqaratun. Na dhihi kwa kasra peke yake bila kuivutia. Na dhih ya sukun. Dhih. Alafu na dhi na dhatu. Tuna dhihi ambayo ina al-ishba'u, maana yake inakuwa na kiji madda. Dhihi na dhihi ya kukata tu. Dhihi baqaratun kwa kasra yake. Dhihi baqaratun bila kuivutia. Na tuna dhih ya sukun na dhi ambayo inaishia na yau kule mwisho, alafu na dhatu. Yote haya yanatumika kuashiria al-mufrada al-muannatha. Kisha matano mengine yanakwenda na ta'u. Kwa hiyo kuna tihi na tihi baqaratun, tihi fatimatun, tihi fatima. Alafu na ile tihi ya sukun. Tihi ya sukun na ta ya kuvuta kwa alif, ta na ti ile ya kuvutia kwa ya, na ta na ti. Unaweza ukazikuta katika, hasa watu wa mashairi wanapenda kuzitumia sana ikiwa kinachoashiriwa ni muannath. Ukuta dhi kaivutia au ti au katumia ta. Kwa hiyo ujue kuwa hizi zinatumika kwa al-mufrada al-muannatha. Al-mufrada al-muannatha. Ama baada ya maelezo haya mafupi, tuangalie mifano yetu ambayo iko mbele yetu. Dha rajulun sharifun. Dha rajulun sharifun. Dha itabakia ni ismu ishara mabniyun ala sukun fi mahalli rafi'in mubtada'un. Wa rajulun hii ni khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu rafi'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu fi akhirih
شريف نعت لرجل والنعت على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هذا كتاب نافع. هذا كتاب نافع. ها كما kawaida ni ismu harfu tanbih. Dha ismu ya ishara, kitabun mubtada ni khabari ya mubtada, nafi'un ni sifa ya kitabu. Dhihi imra'atun ta'tani bi auladiha. Dhihi imra'atun ta'tani bi auladiha. Dhihi imra'atun ta'tani bi auladiha. Kwa hiyo dhihi ni hapo ipo ni mubtada mabni al kasri, imra'a ni khabari yake, ta'tani kuna fi'l na fa'il na bi auladiha majawu wal majrur. Hadhihi hujratun wasi'a, hiki chumba ni kipana. Dhani waladani muhadhabani. Kwa dhani habari yake waladani, sifa ya muhadhabani ni sifa ya waladani. Kwa hapa ndiko ambapo, kwa sababu imekuja katika sura ya kimuthanna, haifai kuifanya mabni, inabidi iwe mu'rab. Sababu moja katika kaida inayozungumzia kwa asma'u al-ishara ili yawe ni mabni, iwe katika sura ya mufradi kwanza, ambapo kuna kitu kinaitwa ashabahu al-istimali. Ashabahu al-istimali ni jina ambalo ili tulifanye mabni, kwanza kuna shabahu ambao wanaita shabahu al-wad'i. Shabahu al-wad'i katika lugha ya Kiarabu tuna herufi ambazo ni mabni, miongoni mwazo ni in ambayo ni ya shartia. Kwa ukipata jina ambalo ni la sharti kama vile in, nayo utalifanya mabni. Yani in tadhhab adhhab. Ukaulizwa man, nayo ni mabni kwa sababu gani? Man ni mabni kwa sababu imefanana na in, kwa kuwa alhuruf kuluha mabniya na in ni shartiya, kwa man nayo itakuwa ni mabni. Kuna ashabahu alwad'i na ashabahu almaanawi. Sasa hivi tunazungumzia ni ashabahu almaanawi. Maana kivipi? In ni ya shartiya na man ni ya shartiya, na kigezo ambacho kimetumika ni in kwa sababu alhurufu kuluha mabniya. Kwa kila kinachofanana na hii herufi katika maana kuonyesha shartiya, nacho kitakuwa ni mabni. Kwa itakuwa kina man, kina mata na nyinginezo. Asa miongoni mwa majina ambayo yalitakiwa yawekewe herufi ambayo herufi hiyo inakuwa ni mabni ni asmaul ishara. Lakini katika lugha ya Kiarabu hakuna herufi ambayo herufi hiyo ni ya ishara. Yani hakuna herufi kama vile in ambayo hiyo herufi itakuwa na maana ya ishara. Lakini ilistahiki nayo iwekewe ishara, iwekewe herufi ambayo itakuwa herufi hiyo ni mabni. Kisha tukipata majina yote ambayo yana maana ya ishara tuyafanye mabni kwa kuangalia nini? Ile herufi. Lakini haikuwekwa. Kwa wanachoni wakasema pamoja na kwamba haikuwekwa, lakini ni sahihi kifanyaje? Iwekwe. Kwa hiyo tutasema jina likiwa lina maana ya ishara inakuwa ni mabni, kama vile hiyo herufi ingekuwepo ya ishara ilikuwa ni mabni. Lakini wakaja katika nukta wakaangalia wakasema jina likishakuja katika sura ya kimuthanna basi halifai kulifanya mabni, inabidi liwe nini? Liwe mu'rab. Sasa likiwa shakuwa katika sura, maana jina likishakuwa muthanna, hakuna muthanna ambaye ni mabni.
yani ismu ambayo ni muthanna alafu ni mabni hakuna. Sasa hii hadha ni mufrad, hadhani ni muthanna, ishatoka katika sura ya kuitwa nini? Mabni. Kwa hiyo tukija katika sura ya dhani kaifaya ni mu'rab, wa dhani ni ismu ishara ambayo ni marfu'un wa alamatu rafi'i al-alif niyabatan an dhamma li'annahu muthanna. Sasa ukija kwenye wanunu iwadun an tanwin al-muqaddari fil ismi al-mufradi, isije ikawa wanunu iwadun an tanwin fil ismi al-mufradi, utakuja kupata shida kutafuta dhihi tanwini iko wapi au dha tanwini iko wapi ili uweze kuiita hii ni iwadun an tanwini fil ismi al-mufrad. Kwa muda wa kuwa dhani imekuja katika sura ya kimuthanna haifai kuwa mabni, tabakia kwa nini? Mu'rab. Yani ile ashabahu tulizungumzia hapa imetoka, haina nafasi ya kuwa na ashabahu, imma ashabahu alwadhi au ashabahu almaanawi au ashabahu alistimal, haina nafasi hiyo. Tutakuja kuizungumzia kwa upana hiyo mambo ya shabaha katika maeneo yake, lakini hapa tutazungumzia kuwa unaweza kuuliza kwa nini hadhihi ni mabni. Kwa utasema nimesikia watu wakisema ni mabni, si ndio? Kwa shida itakuwa ni hiyo, lakini kwa kawaida kama tulivyosema itakiwa ismu ishara nayo ipatikane herufi ambayo ina maana ya ishara, na alhurufu kuluha mabniya taijengea hiyo. Tukipata kinachofanana na hiyo herufi inakuwa nini? Inakuwa ni mabni. Lakini hii ishara haijawekewa herufi, lakini stahiki ipate nini? Herufi yake. Kwa hiyo utakuja waladani itakuwa ni khabar kama kawaida, muhadhabani ni sifa ya waladani. Ikija inna hadhaini faizani, inna hadhaini faizani, kwa inna kama kawaida harfu taukidin wa nasbin. Hadhaini takuwa ni ismu inna mansubun wa alamat nasbihi al-ya'u niyabatan an al-fath li'annahu muthanna, wan nun 'iwadun an at-tanwin al-muqaddari fi al-ism al-mufrad. Faizani takuwa ni habari yake maarufu. Hiyo upande wa pili tani wardatani mufattahatani, tani wardatani mufattahatani, yani haya maua mawili yenye kuchanua. Inna hataini bintani muti'atani, inna hataini bintani muti'atani, hawa mabinti wawili wenye kutii. Ulai tujarun sadiquna, ulai tujarun sadiquna, kwa ni haulai pia. Kwa hiyo ni muhimu kwamba tujarun hapa ni khabar, sadiquna ni sifa ya tujarun. Haulai sunna'un mahiruna. Kwa nini hatukusema sunna'un ni sifa ya haulai? Sababu haulai ni maarifa na sunna'un ni nakara. Kwa hiyo haiwezekani nakara ikawa ni sifa ya maarifa. Kwa hiyo inabakia haulai ni mubtadaa, sunna'un ni habari yake, mahiruna ni sifa ya sunna'un. Ulai banatun nadhifatun, ulai banatun nadhifatun. Haulai tilmidhatun latifatun, haulai tilmidhatun latifatun. Hiyo ndio ismu ishara. Al-bahth, taamal al-asma' al-ula, zingatia majina ya kwanza fil amthilati sabiqa, tajid annaha tadullu ala shay'in, utayaona majina haya yanaonyesha juu ya kitu au shay'aini, maana yake upande wa kimuthanna, au ashiyaa au vitu vingi. Tushiru ilaiha, majina haya yanaashiria kwenye kitu hicho ambacho imma kimoja au viwili au vingi. Fa idha qulta, utakaposema dha rajulun sharifun, fa inna kalimata dha tadullu ala wujudi rajulin, kalima dha inaonyesha juu ya kupatikana mtu. Tushiru ilayhi, yani kalima hii tushiru ila hadha ar-rajul. Thumma
tukhbaru anhu biannahu sharif. Kisha majina haya sasa yanatolewa, inakuja habari ambayo hapa ni sharifun. Wa idhan hadhihi al-asma'u al-mawdu'a lil-isharati ma'arif. Kwa hiyo majina haya ambayo yamewekwa kwa ajili ya ishara ni maarifa. Lianna al-maqsuda biha muayyanun ma'rufun. Sababu makusudio ya baina haya muayyanun, maana yake inajulikana tena maarufu, lakini baada ya kupatikana nani al-musharu ilayhi la yashtariku ma'ahu ghayruhu. Yani maana yake kama ni dhihi, basi haishirikiani na chengine, ni kitu maalum maarufu ambaye ni maarifa. Wa yumkinuka an tudrika dhalika, na inakuwezekania kulidiriki hili tamama al-idraki bitaammul al-amthilati jami'iha, yani ukamilifu wa kulidiriki na kulijua kwa kuzingatia mifano yote. Wa idha nadharta ila al-asma'i allati tali asma' al-ishara, ukiangalia ile majina ambayo yanafuatia asma' al-ishara, yani baada ya ismu ishara jina la mbele yake, sahula alayka an ta'rifa, itakuwa nyepesi kwako wewe kutambua ma tukhassisu min asma'i al-ishara bil mufradi wal muthanna wal jam'i. Nitaangalia kwamba hili ni haswa kwa mmoja, hili ni haswa kwa wawili, hili ni haswa kwa wengi. Yani utaangalia la baadaye, dhaka rajulun, rajulun itakuwa ni ya mmoja. Dhani waladani itakuwa picha kuwa hii dhani ni ya wawili. Fakalimatu dha ba'daha daiman mufradun mudhakkaru. Kwa dha ikishakuja neno la baada yake daima itakuwa ni mufradun tena mudhakkaru. Haitakuja dha rajulani, haiwezi kuja hivyo. Fahiya ismu isharatin lil mufrad al mudhakkar. Kwa hiyo dha ni ismu ishara ya mufrad al mudhakkar. Wa kalimatu hadhihi ba'daha daiman mufradatun muannatha. Fahiya lil isharati al mufrada al muannatha. Maana utakuta dhihi kitabani au dhihi baqaratan, ni dhihi baqaratun. Wa bihadhihi tariqa, na kwa njia hii taarifu anna dhaini lilmuthanna almudhakkar, tutakuja kwamba tutajua kwamba dhaini kwa njia hiyo, basi sababu mbele yake kuna majina ya watu wawili, itakuwa ni ya muthanna mudhakkar, wa taini lilmuthanna almuannath, wa ulai lilisharati ila jam'i al-uqala al-mudhakkar au al-muannath. Inatumika katika yote. Wa inda ar-ruju' ila al-amthila tara an asma' al-ishara takunu marratan khaliya min al-harfi. Ni mafano watu wanalala, watu wenye raha na wafi wanalala. Wa inda ar-ruju' ila al-amthila, na wakati wa kurudi katika mifano, tara anna asma' al-ishara, utakuta kwamba majina ya kuashiria takunu marratan, na ukuta mara nyingine khaliyatan min al-harfi ha, yamepukana na harfu ha fi awwaliha, ile harfu tanbihi. Wa marratan masbuqatan bihi, mara imetanguliwa na ha. Wa maana hadha al-harfi, na maana ya herufi hii tanbihu sami'i, kule kumzindua msikilizaji, wa tawjihuhu, na kumwelekeza ila ma sayaquluhu almutakallimu. Anashtuka kwamba mtakallim ataka aseme nini. Kama unamzindua hivi, unamwelekeza na kumfanya awe makini kwa kile ambacho atakizungumza nani, mutakallim. Ndio kazi ya hii hawia ya tanbihi. Haina kazi nyingine zaidi ya kumzindua msikilizaji na kumshtua, apate kushtua kwamba kuna kitu kinataka kizungumzwe na huyu msemaji. Alqawaid. Asma'ul ishara. Asma'ul ishara asma'un tadullu ala muayyanin musharin ilayhi. Kwa asma'ul ishara ni majina yanayoonyesha juu ya umaalum wa kinachoashiriwa, kwa ni maarifa.
hadha rajulun, tayari shakwa ni maarifa kwa sababu kuna al-mushar ilayhi, ni maalum, ni maaruf. Asma'ul isharati hiya dha lilmufrad almuannath, dhihi lilmufrada almuannatha, dhani lilmuthanna almudhakkar, tani lilmuthanna almuannath, ulai lijam'i aluqala'i. Hii inatumika kwa wenye akili, min dhukurin au inathi, ikiwa ni wanaume au wanawake. Ismul isharati lilmuthanna almudhakkari au almuannath, ismu ishara ya muthanna almudhakkar au almuannath yuamalu muamalata almuthanna, yani utaifanyisha kazi ya kimuthanna, kina kitabani, daftarani, irabu ya kimuthanna kabisa kama tulivyotoa maelezo kwa mwanzo. Yuamalu muamalata almuthanna fayakunu bil alif fi halati ar-raf'i, katika raf'i utatumia alif, wa bil ya'i fi halati an-nasbi wal jarri, na kwa ya katika hali mbili, hali ya nasbi na hali ya jarri. Hiyo ni upande wa ismu ishara, mazingira yake yako hivyo. Labda kama kuna cha kuuliza kabla tujaenda mbele, kwa sababu naam, pale kwenye kirabu ambayo tunataja nimesema nitakuja kulizungumzia kwenye maeneo yake, kwa sababu kuna aina tatu za ashabahu, yani namna ya kujua kwamba jina hili ni mabni kwa sababu ipi. Yani sio ile kusema tu nimeliona watu wanatia irabu mabni na mimi nimetia irabu mabni. Tunasema kuna aina tatu za ashabahu: ashabahu alwad'i, na ashabahu almaanawi, na ashabahu alistimali. Ashabahu alwad'i, kwa haraka haraka, ni jina lifanane na herufi katika kuwekwa kwake. Like jina herufi, tukikuta herufi ambayo imetengenezwa kwa herufi moja, yani ina herufi moja tu, kama vile labu jarri mfano, au ba'u ambayo ni harfu jarri, tukapata jina ambalo nalo limewekwa katika mweko wa herufi hii moja, tutaliita mabni au tutalipa hukumu ya mabni kwa sababu kuna herufi ambayo imewekwa moja na ni mabni. Asa kule mfano tuna ta'u darabtu, ile ni dhamir na ni mabni. Kwa hiyo tumeifanya ni mabni kwa sababu imefanana na nini? Na herufi ambayo ni ba. Ba imetengenezwa herufi moja, ba. Dhabahatu bi bisikin ni herufi moja, na alhuruf kulluha ni mabni. Kwa hiyo tukikuta jina nalo limewekwa katika mweko wa herufi moja, pia tulifanya ni mabni kwa sababu kuna herufi ambayo ni mabni imetengenezwa kwa herufi moja. Kwa hiyo tutachukua ta kwenye dharabu tuifanya mabni kwa sababu kuna herufi mwenzake ambayo ni nini? Kuna hii ni ismu, hii ni harfu ambayo hii imewekwa kwa herufi moja, hii nayo ni kwa herufi moja. Kwa hiyo itamfuata huyu. Utakuta kuna min mfano na herufi mbili. Hukunako tuna na dharabe na, ile na herufi ngapi? Mbili. Kwa hiyo unaona kuwa hii imewekwa kwa mweko wa herufi hizo mbili na ni mabni hii min. Kwa hiyo inakuwa ni nini? Mabni. Sasa upande wa herufi kaida yake inajulikana kuwa herufi zote ni mabniya. Ama upande wa majina, ili kuyaita mabni lazima kuwe kuna vitu tuvitambue. Sasa miongoni mwa hivyo ni aina za ashabahu. Ashabahu gani? Alwad'i, kulingana na kule kutengenezwa kwake.
Ama hii ismu yetu ishara tulizungumzia kwa mukhtasar, tulisema kuwa kuna ashabahu almaanawi, kufanana kwa upande wa kimaana. Tukatoa mfano wa mwanzo kuhusiana na in ni harfu au ni ismu? Harfu. Na alhuruf kulluha, na hii ina maana ya ya nini? Ya sharti, ndio. Ikiwa ina maana ya shartia, huku tuna man, tuna mata tadhhab adhhab ma'aka. Hii mata tukiisema ni mabni, tumeangalia wapi? Tumeangalia kuwa kuna herufi ambayo ina maana ya sharti na alhuruf kulluha ni mabniya. Hii nayo tufanya nini? Tufanya mabni, kwa sababu kuna ashabahu almaana, upande wa kimaana. Kwa hii inaonyesha sharti na inaonyesha nini? Sharti. Ama upande wa ismu ishara, tunasema hii itakiwa upande wa kimaana nayo iwe ina herufi yake, ambayo herufi hiyo inaonyesha nini? Ishara. Muda kwa inaonyesha ishara, basi majina haya kina hadha, kina dhihi, tunafanya ni mabni kwa sababu kuna herufi ambayo ina maana ya ishara ambayo itakiwa iwekwe, lakini hawakuiweka. Sasa wanachuoni wakasema pamoja na kwamba haikuwekwa, lakini sahihi ifanyaje? Iwekwe. Kaifanya hadha ni mabni kwa kuangalia herufi ambayo haijawekwa. Kwa inakuwa ni mabni kwa kuangalia ashabahu almaanawi, ya herufi ambayo itakiwa iwekwe lakini haikufanyaje? Waarabu wamesahau kuiweka. Kwa hiyo tuifanya hadha ni mabni kwa kuangalia ashabahu almaanawi, ya herufi ambayo itakiwa iwe kama in, kama hamza ya istifham na nyinginezo, ili tuchukue majina huku tuyape hukumu ya upande wa ngapi? Upande wa kwanza ambao ni wa herufi. Hiyo ndio kwa mukhtasari. Ama mazingira ya ashabahu alistimali tumeyaona katika ismu al-mawsul. Ismu al-mawsul istimali maana yake ni kule kuhitajia, yani jina lihitajie kiunganishi. Ile alladhi, allati huwezi kuitumia hivi bila nini? Na tena kiunganishi iwe ni jumla, iwe ni nini? Isiwe ni mufrad. Jamani, zaikaja jumla fi'liya au jumla ismiya au shibhu jumla, iwe ndio sila gani? Silatul mawsul. Ndio maana sahihi alladhi, alladhina tuifanya ni mabni kwa sababu kuna ashabahu alistimali. Ashabahu alistimali ni kuhitajia majina kitu cha kinachounganishwa na hii ili kitu itumike hii ismu al-mawsul. Kwa hiyo lazima ije jumla mbele yake, lazima ije jumla. Sasa jumla ima iwe ismiya au fi'liya au shibhu jumla. Bila ya hiyo haiwezi kutumika. Kwa hiyo ikaonekana hii itakuwa ni mabni kwa sababu inahitajia jumla baada yake. Hiyo ni ashabahu alistimali kwa uchache, lakini kuna mlango wake maalum ambao tukijaliwa tutakuja kuangalia kwa kipengele hadi kingine na kuna mifano yake ili iwe wazi zaidi, lakini hii ndio sura kwa muhtasari. Kwa unapoulizwa hadha kwa nini ni mabni? Ni mabni kwa sababu ilistahiki ipatikane herufi ambayo inaonyesha ismul ishara ambayo ni mabni, na hii tuifanye mabni kwa sababu ya hiyo herufi, lakini kwa bahati mbaya haijawekwa hiyo herufi. Lakini kutowekwa kwake wanachuoni wakahukumu kuwa bado itaendelea kuwa ni mabni kwa kuangalia herufi ambayo itakiwa iwekwe lakini haikuwekwa, ambayo inaonyesha nini? Ishara. Na hadi kuashiria iwekwe herufi ambayo ni ya ishara. Yaani tunazungumzia ni upande wa i'rab. Kwa nini tuifanya mabni? Kwa nini man tuifanya mabni? Sababu in ni nini? Alhurufu kullaha mabniya. Inafanana na man kwa upande wa nini?
sharti, si ndio? Sasa hii nayo hadha ni ishara kama kawaida, lakini kwa nini tuifanya mabni? Tuifanya mabni kwa kuangalia kuwa itakiwa kuwe na herufi ambayo kazi yake nayo ni fanya kuashiria, ili hiyo herufi hiyo ambayo alhurufu kulluha mabniya, tukishajengea hiyo, tukipata jingine tutamwambia bwana huyu pia ni katika ndugu zako upande wa nini, wa Kiarabu, lakini asili yake ni ya kuashiria kama kawaida. Useme je, upande wa Kiarabu sasa twalipa mabni kwa kuangalia wapi? Kuangalia huko ambako ilitakiwa iwekwe lakini haijawekwa, ndio maana kwa sababu imeambiwa hii inafanya muamala wa kimuthanna. Kwa nini? Kwa sababu ile ashabahu tulizungumzia hapa, yani kisha wanasema kishabu katika sura ya kimuthanna, ile shabahu inakuwa ni dhaifu. Ile sura ya shabah ya imma ma'nawi au istimali au wad'i inakuwa ina dhaifu katika shabah. Kama kuna dhaifu katika shabah, inabidi tuipeleke katika nini, tuipe sura ya kimuarabu, tusifanye nini, tusifanye mabni. Tani dani yote ni tani, si kutokana na allati, bali allatani kikuja tani, so kiweka alif na lam ndio kuja allatani. Ikisha yani ishakuwa mufradi na jamru mabni, kwenye muthanna ndio kuna hiyo shabahu inaondoka kwa kule kuja katika sura nini ya kimuthanna. Lakini ishaingia kwenye mufradi, ishakuwa jamru, bado inakuwa ni mabni, ile hukumu ya shabahu bado inafanya kazi. Na unajua kwamba hii alladhina au haulai haikuja kuwa mfradi wake, ilikuwa hadhihi, kama vile Muhammadu Muhammadani Muhammadun, la imetengenezwa hivyo yani. Kwa hiyo hii hukumu yake ni moja, kwenye muthanna ndio pana maelezo kama haya. Wawashie kidogo naona kama katika ulai ni jamaa wanaofanya ikiwa ni jamaa ambayo sio ya kwenye akili, yani kasema hadhihi almakatib, mfano hadhihi makatib naweza kuandikia haulai, sio lakini haulai. Wanasema katika baadhi ya maeneo unakuta hata kwenye vitabu vingi wanaitumia, lakini si sana. Yani kutumia kama mfano haulai buyutu, haulai dafatu, wanaitumia lakini haikuzoeleka huku. Kuzoeleka kuliko kwa vitu ambavyo havina na akili. Ama je, ishakuwa katika hali ya wingi wafanyaje? Natumia hadhihi makatibu, hadhihi buyutu, hadhihi badala nini ya haulai. Lakini bado ukiitumia, sababu katika baadhi ya vitabu vingine inasema li jam'i mutlaq, mutlaq. Na jam'i mutlaq utaingiza wapi? Mudhakkar, muannath na vitu pia vitaingia. Lakini salugha fusha hapa ni hadhi, shabuka katika hadha kitabu, hadhani kitabani, hadhihi kutubu. Mazoezi yako wazi, sioni zoezi geni hapa. Au kuna zoezi geni jamani? Hebu angalieni au maswali. Sababu shajua namna kutengeneza muthanna, mfano ashir ila madulul kalimati al-atiya na at-ta'biri bijumalin tama, alhiswan hadha. Kuna shida gani nayo? At-talamid tasema haulai, hakuna kitu geni. Kama unataka uelezee labda haulai talamidh mujtahiduna, kwa tunarudi kwenye tamhidi, si ndio? Vitu vya kawaida yani.
Yani kikubwa uelewe namna ya kuzitumia hizi asma wa ishara. Hakuna kitu cha kushinda nacho hapa. Tuangalie naibul fa'ili. Naibul fa'ili ni ismu ambayo inakaa niaba ya fa'il baada hadhihi. Inakaa niaba ya fa'il baada ya kumuondosha fa'il. Na anachukua hukumu zote za fa'il. Manake fa'il alikuwa ni marfu'un, naibu fa'il atakuwa ni marfu'un. Kama fa'il alikuwa ni muannath, naibu fa'il tutategemea na kitendo. Kama aliyefanya ni mwanamke nacho kitabadilika. Kwa manake naibu fa'il anachukua maana, anachukua hukumu za fa'ili zote baada ya kuondoshwa kwake, na anaondoshwa imma lililmi bihi, sababu anajulikana, au lilkhawfi minhu. Naweza ukawa wamjua lakini ukaona kumtaja mbele ya halaiki naweza kukuletea shida, ikabidi umuondoshe. Suriqal kitabu, wamjua vizuri, kimeibwa kitabu, wamjua aliyeba lakini wana shida kumtaja. Lakini khuliqal insanu dha'ifa, ajulikana Allah ndiye aliyeumba, ndio anaacha kutajwa lile ilmi bihi. Al-amthila: fataha al-waladu al-baba, akala al-fa'ratu al-jubna, kasarat al-hirratu al-ina'a, qatafat al-bintu az-zahra. Fi'li yetu tuna fataha, tuna akala, tuna kasara, tuna qatafa, na hizi zote ni fi'li ambazo ni mutaaddiyatu, zinahitaji mafuulu bihi. Kwa baada ya kuja upande wa pili, lazimika sura ya kitendo ibadilike ili yule aliyekuwa mafuulu bihi tumfanye naibul fa'il. Kaja futiha albabu, ukila aljubnu, kusira alina'u, qutifati az-zahratu, na fi'li yetu hapa ni fi'li madhi. Ndio maana tukaona sura ya kitendo harfi yake ya madhi imepata dhamma kabla ya mwisho kupata fatha. Tajma'u an-namlatu al-ghidha'a, hapa ilikuwa ni mudhari hii fi'li yetu, na an-namla ni fa'il sababu ni muannath, nije tajma'u, haikuja yajma'u. Yarkabu aliyun al-hisana, tahalubu al-mar'atu al-baqarata, tuhadhibu al-muallimatu al-binta. Kwa hiyo hapa inaonyesha mtendaji kwa sababu ni muannath kwenye al-muallimatu, al-mar'atu, an-namla, kitendo pia kikapata alama ya taanithi ambayo ni ta mwanzo ikiwa ni mudhari. Ama mfano wa sita kwa sababu ni mudhakkar imebakia kuwa fi'li imekuja yarkabu, haikuja tarkabu. Upande wa mabniul majhul fi'li imebadilika, tajma'u kaja yujma'u, haikuja tena tujma'u kwa sababu fa'il alikuwa ni muannath na ameondoshwa. Yule ambaye atakuwa naibul fa'il mudhakkar waweza kusema tena tujma'u al-ghidha'u. Kilichoangaliwa huku mwanzo tajma'u an-namlatu al-ghidha'a, anakusanya an-namla chakula. Huku muda wa kuwa chakula ni mudhakkar na ndiye atakaa niaba ya fa'il, ikabidi badala ya tujma'u ije yujma'u al-ghidha'u. Huku yarkabu aliyun al-hisana, yurkabu al-hisanu. Tahalubu al-mar'atu al-baqarata, tuhlabu al-baqaratu. Hapo imbakia tuhlabu kwa sababu
yule aliyekuwa mafuulu anachukua niaba na nafasi ya fa'il na muannath vile vile, kwa fi'il inabakia tuhlabu. Tuhadhabu albintu, sababu ilikuwa tuhadhibu almuallimatu albinta, anamfundisha mwalimu wa kike binti adabu, itakuja tuhadhabu albintu. Kwa cha msingi katika mlango wetu huu ni kuangalia ikiwa naibul fa'il ni mudhakkar, hakikisha fi'li iwe mudhakkar. Ikiwa naibul fa'il ni muannath, hakikisha kuwa fi'li ibakie kuwa ni ipate alama ya ta'anith. Ikiwa ni mudhari'u na kuwa na ta'u pale mwisho. Ikiwa ni madhi inakuwa na ta'u ta'anith ule mwisho, mudhari'u manzo, madhi mwisho. Hii naibul fa'il ambayo ni mwepesi, ambayo tushampitia kwenye kitabu chetu cha Swarf. Tuangalie alqawaid. Ilivyo kwa nyepesi, hata albahthi pia haisuruhu hata kusoma. Na naibul fa'il, naibul fa'il ismun marfu'un. Naibul fa'il ismu ambayo ni marfu'un, halla mahalla alfa'ili baada hadfihi, baada hadfi mekaa mahala pa fa'il baada ya kuondoshwa kwake. Manake umtambue fa'il kwanza. Baada ya kumtambua fa'il ni rahisi kujua kumtambua naibul fa'il, sababu ni unabadilisha baadhi ya mazingira tu ambayo yanatakiwa yabadilike. Unadharaba Muhammadun Aliyan, wataka kumuondosha Ali, kumuondosha Muhammad ambaye ndiye aliyepiga, tunasema amepigwa Ali, kwa kazi yake ni dhuriba Aliyun, dhuriba Aliyun. Yaakulu at-ta'amu, yaakulu Muhammadun at-ta'ama, yaakulu Muhammadun at-ta'ama. Kwa hiyo kama Muhammad humtaki aendelee kuwepo, tukasema kimeliwa chakula, humjui aliyekula, kuja yukalu at-ta'am. Kwa hiyo hapa watakiwa upate fi'l na fa'il na maf'ulun bihi, ambaye maf'ulun bihi huyo baada ya kumuondosha fa'ili tabidi awe ndio naibu al-fa'il. Ama fi'li ikiwa ni fi'lun lazim ambayo haina maf'ulun bihi, naibu al-fa'il wake anaweza akawa moja katika vitu vinavyofuata, imma iwe ni al-masdaru al-mukhtassu, au iwe ni jarun wa majrurun, au iwe ni adh-dharfu. Pia dharfu iwe ni al-mukhtassu. Yani ikiwa fi'li ni mfano na fi'li jalasa, tunasema jalasa Muhammadun ala al-kursi. Asa ikiwa Muhammadun tunataka tumuondoshe, tuseme tuibadilishe fi'li nayo, lazimika ile ala al-kursi iwe ndio naibu al-fa'il ambayo ni jar wal majrur, au upate al-masdaru al-mukhtassu. Al-masdaru al-mukhtassu ni masdari ambayo kule mbele kuna sifa, imma kuwe na sifa ya huyu masdar, au iwe uitegemeze kwenye kitu baada yake. Yani kuwe kuna hiyo ni mudhaf na kuna mudhafu ilayhi. Fana naposema julisa, labda kakalishwa huyu, julisa julusun, hii haitoshelezi, sio al-mukhtas. Wa julisa julusun shadidun, ile yako kukalishwa kwa nguvu. Sababu ikiwa jalasa Muhammadun ala al-kursi, sasa julisa amekalishwa, ukalishwa tena shadidu, lazima hiyo masdar iwe na sifa yake mbele. Au kama ni dhahaba, dhuhiba dhahabu al-lisfi, dhuhiba dhahabu al-lisfi, kwa kapelekwa juu wa mwezi. Lakini sio dhuhiba dhahabun, ukaachia hapo, bado haifai kwa nini kwa naibu fa'il. Kwa fi'li ikiwa ni lazim na sura ya fi'li yake ishabadilika, walazimika naibu al-fa'il au ni jarun wa majrurun au dharfun
au almasdar. Kwa nini? Kwa sababu haina mafuulu bihi ambayo ungemfanya kuwa ndio naibul fa'il, inabidi utafute kitu kingine cha nje ambacho kitafaa kuwa nani? Kuwa naibu alfa'il. Ama hii tunazungumzia ambayo haina shaka ndani yake ni kila fi'ili ambayo ina fa'il na nani na mafuulu bihi. Kwa kazi yako wewe ni baada ya kumuondosha fa'il, naibu alfa'il anakuwa nani? Yule aliyekuwa mafuulu. Kama fi'ili yako inataadda na mafuulu wawili, mmoja utamfanya naibu alfa'il, mwingine utambakisha kama alivyo. Fan a'ata aliyun muhammadan alkitaba. A'ata aliyun muhammadan alkitaba. Kwa tuna muhammadan na alkitaba, mafuulu ngapi? Wawili. Tumuondosha ali, sema u'tiya muhammadun kitaba. U'tiya muhammadun kitaba. Kwa nini? Sababu ilikuwa na mafuulu ngapi? Wawili. Mmoja unamfanya naibul fa'il, mwingine unamwacha kama alivyo. Ikiwa fi'li yataada na mafuulu watatu, utafanya hivyo hivyo. Mafuulu yule wa kwanza kwa mpangilio atakuwa ndio naibul fa'il, wawili watabakia kama alivyo. Labda akhbara Muhammadun aliyan alimtihana qariban. Akhbara Muhammadun aliyan, mafuulu wa kwanza. Alimtihana, mafuulu ngapi? Pili. Qariban, mafuulu wa tatu. Watakuja ukhbira, ali tumuondosha, si ndio? Ukhbira Muhammadun alimtihan qariban. Kwa hiyo yule wa mwanzo unamfanya kuwa naibul fa'ili, iliyobakia wote wanabakia mafuulu kama kawaida. Kwa safiri ikiwa ni wakati uliopita, kama ni ukhbira, kama ni yukhbaru, tegemea na utakavyotumia mwenyewe. Idha usnida al-fi'lu ila naibil fa'ili, itakapotegemezwa fi'li kwa naibul fa'ili, wa kana maadiyan, na ikawa fi'li yenyewe ni maadi, dhamma awwaluhu wa kusira al-harfu alladhi qabla akhirih, itawekwa dhamma harfi ya kwanza na kuwekwa kasra harfu ambayo iko kabla ya mwisho. Wakana maadiyan dhamma awwaluhu, kwa hiyo kama ni daraba au dhuriba, akala ukila, shariba shuriba, nama nima, qala qila. Dhamma awwaluhu itawekwa dhamma harfi yake ya kwanza upande wa hii ya qila. Masala mengine tumezungumzia juzi kwenye sarfu. Wa kusira alharfu alladhi qabla akhirih, na itaweka kasra harfu iliyokuwa kabla ya mwisho. Itakuja kina julisa, dhuhiba, ukila, qutila nyinginezo. Wa in kana mudhari'an, ikiwa fi'li ni mudhari', dhamma awwaluhu itawekwa dhamma harfi yake ya kwanza, wa futiha alharfu alladhi qabla akhirih, na itawekwa fatha harfu ambayo iko kabla ya mwisho. Itawekwa fatha harfu ambayo iko kabla ya mwisho. Kwa kama ni utakuja yudhrabu, yukalu, yushrabu na nyinginezo. Wal fi'lu alladhi yahduthu fi hadha at-taghyir, na fi'li ambayo haya mabadiliko yanatokea kwenye hiyo fi'li. Wal fi'lu alladhi yahduthu fi, na fi'li ambayo yahduthu fi hadha at-taghyir, yanatokea mabadiliko haya, yusamma mabniyan lil majhuli, kwa fi'li itaitwa al-mabniyu lil-majhuli. Ama ile ya mwanzo ni al-mabniyu lil-ma'lum, sababu fa'ili anajulikana. Idha kana naibu al-fa'ili muannatha, atakapokuwa naibu al-fa'ili ni muannath, kana al-fi'lu muannatha. Yani wewe unadili na naibu al-fa'il. Akiwa tu ni muannath, wewe fi'li nayo utafanya nini? Muannath. Na fi'li inakuwa muannath kwa kuangalia nini? Naibu alfa'il, tutamweka alama miongoni mwa alama za ta'nith. Kama ni madhi itakuwa harfu ta ta'nith itakuwa wapi? Mwisho. Kama ni mudhari itakuwa mwanzo.
Kwa hiyo wewe kitakusaidia ni kumjua nani naibul fa'il yuko vipi. Mimi tusomee istakhrij naib al-fa'il wa fi'luhu min al-ibarat al-atiya mara moja tu. Tusoma hizo jumla. نعم استخرج نائب الفاعل قهوة من المد وطريقة ذلك أن يسكب الماء في الإناء ثم يوضع على النار فإذا غلى الماء رفع الإناء طرح فيه نصف من الدين ثم المد بالعقة وقلب المد بالعقة ليمتاز بالماء ثم يضرب الإناء إلى النار ثانية ينضج ما فيه وتمزج القهوة بالسكر أحيانا كثيرا ما تشرب بدون وكثيرا ما تشرب بدون. نعم استخرج أين نائب الفاعل وأين الفعل؟ نائب الفاعل القهوة وفعله تصنع. نعم قلب البن قبل كل ذات kabla kufika huko bado kuna ibara hapo katikati mziache يسكب الماء في الإناء. أين نائب الفاعل؟ الماء. أين الفعل؟ يسكب. نعم. من بعدك ثم يوضع على النار. أين نائب الفاعل؟ لا ثم يوضع au mpaka naibu fa'il lazima awe dhahir, hawezi kuwa dhamiri kulingana na sentence. طريقة ذلك يسكب الماء في الإناء ثم يوضع الماء على ضمير مستتر. من بعدك إذا غلى ربنا نائب الفاعل يقول نائب الفاعل أو فعل غلي أو غلا. يمكن غلا غلي itakuwa hatuna naibu fa'il. Tafuta mfano ni naibu fa'il.
utafuta hapo hakuna naibul fa'il kwenye faidha ghala al-ma'u hakuna naibul fa'il. Hata mfano mwingine al-ma'u sio naibul fa'il. Sababu fi'il yenyewe ni mabdul ma'lum. Ghala itakapochemka maji. Sogea mbele kidogo uende unaweza kupata hapo. Na soma. Rafu tena wapi na wapi? Wataka venye shakili sio? Tusomeshe ndio huko mbali kidogo. Rufi'al inau aina naibu al-fa'il? Aina al-fi'l? صحيح. من بعدك وطرح فيه جزء من البن. أين نائب الفاعل؟ جزء. أين الفعل؟ طرح. نعم. من بعدك قبل وقلب البن يريد كتنا جمعة وقلب نعم وقلب البن. أين نائب الفاعل؟ الفعل. صحيح. من بعدك يمتزج بالماء. أين الفعل؟ أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر يعود إلى البن. أين الفعل؟ يمتزج. صحيح. من بعدك ثم يقرب الإناء. أين نائب الفاعل؟ أين الفعل؟ نعم. من بعدك نعم النار ثانية لينضج ما فيه. نعم. هنا في نائب الفاعل نائب الفاعل أين هو؟ هذا الفعل مبني لمعلوم أو مجهول؟ نعم. Lianduja ili kiive kilichokuwa ndani yake. Yaani usomaji uko sawa. Lianduja sio kiivishwe. Hapa hakuna naibu al-fa'il. Sogea mbele kidogo. Bisukari. Aina naibu al-fa'il? أين الفعل؟ تمزج. نعم. من بعدك تشرب بدونها. كثيرا ما تشرب. نعم. أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر. أين الفعل؟ تشرب. حول الأفعال التي في الجمل الآتية إلى أفعال مبنية للمجهول مع بقاء كل فعل في جملته. حول الأفعال التي في الجمل الآتية badilisha vitendo ambavyo katika jumla zinazokuja ila af'ali mabniyatin lilmajhuli ma'a baqa'i kulli fi'lin fi jumlatihi. Pamoja na kubakia kila fi'li katika jumla yake. Kwa maana yake kazi yako ni kuisoma kama ilivyo baadaye uigeuze. Sida. شارب الولدان البن البن اللبن جماعة
اللبن شرب اللبن صحيح نعم من بعدك قتل السائل الذئب. قتل الصائد الذئب نعم. قتل الذئب. قتل الذئب نعم خمس الذئب أخاه خمس أخاه خمس أخوه خمس أخوك نعم فهمنا درسنا نعم فهم درسنا nuni moja ya ndoka sio fahimna درسنا نعم من بعدك مدحنا المعلم مدحنا المعلم أو المعلم مدحنا المعلم نعم مدح المعلم hiyo naye inaondoka hii ni madahana tumemsifu madahana almuallima shekhe amekuja na nyingine ya mwanzo ameona si kwa nini lazima nuni iwepo sio unataka hivi sababu hapa nikwambia hawil al-af'al allati fi jumal al-atiya ila af'al mabniyah al-majhul ma baqa'i kulli fi'lin fi jumlati shida yake fi'li baki kuna mwingine naweza nikaondoka wala usi na ni hakika lazima viondoke sababu tunatafuta naibu fa'il ndio kwa hiyo ukisema sahihi ni pia madahana al-muallim mudiha al-muallim na namba 6 nafa'ani as-sidq sahihi hiyo basi tumsomee nafa'ani as-sidq nafa'ani as-sidq kaangalia نفع يسنج فاعل نفعني الصدق صدق ndio fa'il takiwa aondoke tubadi naibu fa'il na as-sidq ndio fa'il ndio hii ya hapa nafa'ani ndio iwe naibu fa'il hii ya hapa ilipo nafa'ani kwa hiyo tafute mazingira mpaka iwe naibu fa'il hii nuni ya sidq iondoke sababu ndio fa'il tukiwa tumuondoshe na ataka msaada ataka msaada yeye ataka msaada hakuna kizungumzia kwenye hapo jizungumzia ama ndio msaada wewe nasema hivi asidiku itoke anakuambia amuelezee ili aseme mwenyewe amuelezee pia sasa atakiwa atoe jibu no ni fi'il kwa hiyo ya inakuwa taa si ndio maana yake nini ndio hizo ni fi'il na hii inabadilika hii ya mutakallim inageuka inakuja taa sababu tutafuta naibu fa'il au ni wewe mwenyewe kwa ni fi'il tu afu shaisha nafa'ani as-sidq sidq inaondoka
Kwa tutacheza na nufia, itabakia vile nufia. Kwa hiyo kazi ni kwenye hii yao, taifanya vipi ili uwe ndio naibu fa'ili mwenyewe, kama vile dhuribtu, kutiltu, nimepigwa. Anasema darabani aliyun, ndio nasemaje? Dhuribtu, sababu ali tumuondosha. Sasa hii nun hii ya hii ndio taifanya ta'u almutaharrik. Tuko sawa? Naam. Yadakhiru almuqtasidu almala. Naam. Yo صحيح. نعم. من بعدك؟ يجمع القطن. صحيح. نعم. يسقي الحوذي الحصانين. نعم. يسقي دنا أو تليا نشتا. يسقي الحوذي الحصانين. يسقى الحصانان. صحيح. نعبد الله. rudia au ushamaliza ubida ni ubida au na'budu Allah, ambao sisi ndio watendaji, si ndio? Tatu tufanye Allah ndio naibul fa'il. Na ukumbuke ni mudhari hii, na'budu Allah. Jaribu tena. Ya kwako wewe msemaji. Inabidi utumie ya. Utasemaje? Yu'badu. Uko mstaweka nini? Nabaki na'budu Allah au yu'badu Allah au Allah. Kwa fatha. Takuwa naibul fa'il nani hasa? Yu'badu Allah. Sahih. Naam. Min ba'dak. Yahtarimuka tuhtara, ambayo kwa kafu ndio naibu, badala ya kafu itakuja tau. Sahih. Naam. Sheikh malizie. يحفظني الكذب يحفظني الكذب. Fiili ni imekujaje? Fiili maadhi yake inakujaje? Kawaida si yahfadhuni al-kadhib. Ukhfadh wewe mwenyewe. Sababu ni mudhari tabakia sahih. Adhana. Pastor ulisema kwamba ili swali linaleta kwanza kwa mada yetu ya leo, swali ambalo tunalipata ni kama scientific
kama mtu akasema fumisha aha. Yeye alisema aha. Alisema huko. Sio hapo kwa familia. Fumisha hapo. Lakini katika asmaul khamsa miongoni mwa lugha zake kusema ile lugha tu al-fasri tunaweza kutumia hii maana tukisema jaa adab aibu adab madadu ya adab ndio hapo vipi Sasa yeye muuliza sheria hiyo. Sababu nimerekebisha nimtetea sio. Inaonyesha kwamba yeye alikuwa hajui. Alikuwa anafikiria lugha hii akisema kwa lugha yetu ile kwa kasri sawa sio. Lakini baada ya kumwambia kunisha huko naye akasema kunisha yake itakuwa haikumbuki pia ile. Unasema pia faida. Kwa hiyo ukirudi kule katika ulizo la vitu vile kwa hapo bwana sema ni kunisha akaka itakuwa ni tu. Sasa unasema fi'il ikiwa ni lazima inakuwa upande wa naibu fa'il wake anakuwa katika hali tatu tuseme. Sasa katika hali tatu zile inakuwa moja inakalia niaba ya mwenzake, maana inaweza ikabadilishwa ni katika mfumo mmoja. Yaani kama mfano ukiweka katika ile jamaa majrur inaweza ikaingia katika dharf hapo kabadilisha huo mfano mmoja. Naangalia pia ni jumla yako na huwa nikiingiza masala ingiza jawabu ndio au sema juisa amama na hii wanasema inaweza kubadilika kwa kusema amama kwa sababu ni kuna swali juisa amama kando na juisa halali Jurusu ya muongeze kitu. Jurusu ya jurusu labda jurusu mahali. Mkalisho kujua. Kwa upande wa mutaaddi ikiwa labda imetajwa watu watatu. Sawa na mafaulu naibu fa'il atakuwa ni ule mafaulu wa kwanza. Na zile mbili ambazo zimebakia katika kuirabia itakuwa sasa itakuja katika mfumo ule uliokuwa na wa pili na watatu au wataanza mmoja na wa pili. Kwa sababu yeye aliyekuwa mfuzuri sasa nayo ni pale anapokuwa mwingine na nayo. Sasa huyu anahesabiwa ni mfuzuri wa Kwanza. Hiyo shamba. Na huyo Nasema ni watu watatu manake yule tayari ni sio nayo.